Kabla hujapoteza pesa nyingi sana kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram, ni muhimu sana ukaielewa hii sehemu ambayo inapotezea watu wengi sana pesa nyingi na kuacha bila matokeo yoyote ambayo unakuwa unayataka kwenye matangazo yao ya Facebook pamoja na Instagram. Iko hivi, unaporusha tangazo lako zile siku za kwanza, almost kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 5, inaweza ikaenda mpaka siku ya 10, ni siku ambazo kuna namna unaweza ukapata wateja wanaoulizia sana, lakini kuanzia hapa kwenda mbele ni muda ambao unaanza kupata watu ambao wamenyoka. Na hii sio kwamba inatokea kwa bahati mbaya, hapana. Hii ni kwa sababu ya mchakato wa matangazo, namna unavyofanya kazi, kama ambavyo nimekuwa nikizungumza mara zote kwamba ukirusha tangazo lako, hatua ya kwanza ni Facebook na Instagram wanalikagua hilo tangazo ambao huwa tunaita assessment, lakini hatua ya pili ni hatua ambayo Facebook na Instagram wanaanza kutafuta sasa watu ambao wao walikuwa umewatarget. Wanaanza kupeleka tangazo kwa kila mtu kwa ajili ya kutest watu ambao wana uwezo wa kutaka hicho kitu ambacho unakiuza, ambayo kitaalamu tunaita hatua ya delivery. Sasa baada ya hapa ndo kuna hii hatua ya tatu ambayo ni hatua ya optimization. Optimization tayari Facebook na Instagram wameshajua ni akina nani ambao wana uwezo wa kununua hiyo bidhaa yako, na ndo wanaanza kufocus nao. Manake ni kwamba kwenye hii hatua ya pili, hii ya kwanza haina nani sana. Hii hatua ya pili, hapa ndipo unaweza kupata wateja wengi wanaoulizia, kwa sababu Facebook na Instagram hawajapata bado watu wako ambao wanaweza wakanunua, lakini ukija huku tayari walishapata watu ambao wanakuja kuanza kununua, kwa sababu tayari wameshafanya testing zao, wameshajidhihirisha. Na huu mchakato ndo kama ambavyo nimesema, unaweza kuchukua kuanzia hizo siku 14 kutoka kwenye hii hatua na kuja kwenye hii hatua nyingine inayofuata. Sasa mara nyingi tangazo lako lilikuwa linapata wateja wauliziaji wengi, manake ni kwamba bado upo katika hii hatua ya delivery. Tangazo likishatoka hapa likija katika hii hatua ya tatu ya optimization, tayari sasa unaanza kupata wateja ambao wamenyoka, na ndio maana ni lazima ufanye matangazo ya muda mrefu zaidi ili uweze kutoka katika hii hatua. Wengi sasa ndio hivyo, utajikuta akiona tangazo linampa wateja wanaoulizia sana, anazima tangazo, anatengeneza tangazo lingine, kitu ambacho sio solution. Acha tangazo, waachie Facebook, wape muda wafanye vitu vyao, and then utaanza kupata matokeo ambayo yako vizuri sana. Hii ukizingatia sana, ina uwezo wa kubadilisha badiliko kabisa kwenye matangazo ambayo unayafanya kuliko mbinu yoyote ambayo umewahi kujaribu kwenye matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram.